Mtazamaji wangu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Jina langu ni Pastor Edward Mwai wa Jesus Unity Ministry. Tuko hapa Roysambu Flyover katikati ya Joro Complex na TRM mita 100. Utakuwa umefika kanisani. Nimekualika Jumanne na Jumatano na Jumapili. Kuja mapema na Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Jambo lingine, tusidi kuombea nchi yetu, tusidi kuongea mambo ambayo itatukuza Mungu, na tuache kutakia watu mabaya, tutakia watu mema. Wewe kile ambacho unaombea wengine, kile ambacho unaombea wengine, kile ambacho unasema na mdomo yako, wakati unatoa matamshi ya kwamba either unaombea mtu mabaya, unamweka amekufa, ujue ya kwamba kile unapanda disho utafuna, kile utapanda disho familia yako itafuna. Na hivi karibuni mafuno yako inakuja, kwa sababu hauwezi kuwa kazi yako ni kutakia watu mabaya, kupiganisha watu, batuzi. Hii mambo yote kuna malipo inakuja. Kwa hivyo yale utapanda hapa ndio utapanda hapa duniani. Kwa hivyo nataka kusema kila mtu ajielewe na ajijue na ujue kile unaongea yote ikaleta utukufu kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Karibu katika neno la Bwana, na ujumbe ambao unaendelea ni ujumbe ambaye apostle alikuwa ametuhubiria ya kwamba kitovu, tunaweza kuwa na kitovu ya nyanya zetu, babu zetu, anko zetu na anko zetu, kwa sababu kule tulizaliwa kwenye misingi mibaya, na watu wasipoelewa hii mambo inafanya watu wakati mwingine hawezi kaa na doa, mtu hawezi kaa kwa kazi, hawezi kaa na watu, kwa sababu kuna roho inamsumbua. Hata ukiwa kiongozi inakukataza mambo yako inakuwa mabaya. Kwa hivyo ni vyema kujua kukata kitovu, na kukata kitovu ni kutoa hiyo maagano na dhabihu zote ukaziondoa, ili Mungu akaweza kukubariki na kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Karibu katika neno la Bwana. Tuombe kwa ajili ya neno la Bwana bila kupoteza wakati. Baba, katika jina la Kristo tuaje mbele zako mtakatifu wa takatifu. Tunakuja mbele zako tukabidhi mtumishi wako mikononi mwako. Anapenda kuachilia neno lako Bwana, ukamtumia kiwa chombo chako. Neno likishuka likafanya kazi ndani ya watoto wako. Na ni kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba hata na kuamini. Sema amen. Amen. Thank you. Thank you. Jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutupatia nafasi nyingine kuwa mahali hapa siku ya leo. Si kwa nguvu zetu, si kwa uwezo wetu, bali yote imegharimia mkono wa Bwana. Nashukuru hii nafasi kushukuru kiongozi wa ibada siku ya leo, Reverend Muridhi. Mungu akubariki na akutende mema. Kwa ibaji wetu, Mungu awabariki, Mungu awabariki, Mungu awabariki na Mungu awainue. Kwa mgeni wetu ambaye ametugenea siku ya leo, Mungu wa uzima akakubariki, akakutende mema. Ulikuja hapa ukiwa mdogo sana kama vile umesema, kama miaka 10 imepita. Na hata wakati ulisimama mahali hapa kukuita niliuliza, "Hai, ni huyu kweli?" Mnakumbuka nikiuliza? Niliuliza mara mingi, "Ni huyu?" Juu kalikuwa kadogo sana, lakini naona Mungu amemfanyia jambo. Mungu amemuinua, Mungu amembariki. Nasema sifa zote, heshima na utukufu usirudie Bwana. Kwa majina ni Apostle James Kiongo. Nimeokoka, Kristo ni Bwana, ni mwokozi wa maisha yangu. Nina furaha kusimama mahali hapa. Last time mliniambia nimalizie, nikawaambia tutamalizia mbinguni ile neno, lakini nimeona tumalizie leo. Hiyo ni mzuri. Thank you. Na nimeshukuru Mungu kwa matendo ambayo Mungu ametenda mahali hapa. Last time nikihubiri nililalamika sana, nikasema watu wapende kutoa ushuhuda, lakini leo nimeona wametoa ushuhuda. Reverend Muridhi akahubiri neno ambaye alisema mwezi wa 6 Maria akatembelewa. Kutoka hapo malaika wakaenda moja kwa moja mpaka kwa Elisabethi, lakini hakumalizia. Reverend Madheke akakuja hapa akatuambia Mungu wa baba yetu. Mungu alituahidi mwezi wa 6 na kuendelea kubarikiwa, 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 kubarikiwa. Na wewe uko na passport, ngojea visa yako anytime from now. Mungu anafungua njia. Amen. Hallelujah. Amen. Sio na Mungu amewatendea. Hebu pigia huyo Mungu makofi mazuri. Makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Kulalamika kwangu hakukuwa kubaya, kwa sababu wakati nililalamika nikihubiri Mungu amefungua njia. Hata wakati ilikuwa inafungana kule ikasemekana kumefungwa, masaa 24 njia ikafunguka. Mnataka Mungu gani? Thank you.
Tufungue Biblia zetu kwenye kitabu ya Mambo ya Nyakati wa 1. Mambo ya Nyakati wa pili 34, Mambo ya Nyakati wa pili 34 kuanzia 1. Na kabla hatujasomewa Reverend, kuna mahali utanisomea kabla ya hiyo Mambo 2 Kings 9:22, lakini nitakwambia unisomee 2 Kings 9:22. Thank you. Tulisoma namna gani? Tulikuwa wapi? Mliniambia sijamaliza. Tulikuwa wapi? Tulihubiri nini? Kuhusu nini? Ata Mungu wa nani? Roho ya kitovu. Wangapi waliona wako na hiyo roho? Wangapi waliona kabisa? Hebu inua kabisa ikiwa kwa kwenyu inafanya kazi. Tukaongea mambo ya Daudi. Daudi akatembea na Mungu. Hello. Daudi miaka yake yote, muda ambaye alitembea na Mungu, akawa mtu wa kufurahisha Mungu. Tukatoka hapo tukakuja kwa ukoo wake Jospati akatembea na Mungu, akafurahisha Mungu. Ndio. Jospati akafurahisha Mungu. Nataka tu sababu wengine mambo inakujia hapa, inatokea upande hii, lazima sasa niwaelekeshe ndio wajue tulikuwa wapi. Yes. Najua wengine walikuwa kama mimi 1 + 1 is 11. Lazima tuwaelewe. Hello. Bwana asifiwe. Asifiwe. Tukaongea mambo ya Jospati wakati alifika kuasha uongozi. Ndio. Wakaita watoto wake, tukasikia akagaia mali. Kijana mkubwa anamtiririkana Eliabu. Yohana akampatia uongoza. Wakati alipatia uongozi wa kuongoza, akapata kibali kikubwa sana. Na wakati alipata kibali pale, Biblia inasema wakati alifanikiwa akaoa. Hapo ndio tulikuwa na hapo ndio ilikuwa akaoa mtoto wa Ahabu. Na Ahabu bibi yake alikuwa anaitwa Jezebeli. Ndio. Na Ahabu alitumika na mkewe, akaua Nabothi jirani yake, akamnyang'anya shamba. Bibi akamsukumia afanya ile kitendo. Hello. Bwana asifiwe. Na kijana wa Jospati wakati alioa katika ile familia, kwa sababu roho ilikuwa inamfuata, roho ya kitofu, roho ya kuua, roho ya kuangamiza, naye akachukua jukumu, akaua ndugu zake. Na tukasikia Mungu akisema, akiambia Elisha ya kwamba ameua ndugu zake wazuri kumuliko. Halo. Lazima turudi pale ndio msikie neno, ndio neno liingie mzuri. Akaua ndugu zake walikuwa wazuri kumuliko. Na Mungu akasema umeua wazuri kuliko mtoto wa Jezebeli. Tumeshikana? Yes. Kitovu ikafanya kazi. Kijana tukasikia naye amekufa. Akapata ugonjwa ya tumbo ikavura ikapasuka akakufa. Ndio. Na familia yake na watoto wake wakakufa. Lakini mtoto wa mwisho tukasikia naye amebaki na mama yake amebaki. Wakati naye alichukua uongozi, mama yake ambaye alikuwa mtoto wa Jezebeli wa uwaji, akaanza kumuongoza katika njia mbaya, naye akaongoza katika mambo ya kuabudu sanamu ya Ashera, ya Baali na kuua. Kweli. Tulisoma au tukusoma? Tulisoma. Ndio. Nikuambia kitu moja. Yes. Niliwaambia mama yake alikuwa mchawi. Ndio. Na watu wakauliza maswali, alikuwa mchawi namna gani? Reverend Madheke, yes. Nisomee 2 King chapter 9 9:22. inasema hivi.
Ikawa Yoramu alipomuona Yehu. Ngoja rudia mzuri. We, hiyo Biblia umeishi naye. Hiyo Biblia umeishi naye. Nataka usikie vile Reverend anasoma. Alafu utasoma yako baadaye. Hebu waambie ni gani watasoma baadaye. Wafalme wa pili 9:22. Yasemaje baba? Ikawa Yoramu alipomuona Yehu. Akamwona Yehu. Alimuuliza, Je, kuna amani? Kuna amani. Yehu akamjibu aje? Amani gani? Amani gani? Wakati makahaba. Malaya. Wakati makahaba. Yes. Na wachawi. Wa Yezebeli. Ni wengi. Ushawi ya nani? Yezebeli. Uliza jirani yako, umesikia ushawi ya nani? Ushawi ya nani? Wasomee tena. Watu nataka hiyo kitu ingie ndani yao. Kwa sababu watu wana mambo ya manyanya zetu na mababu zetu. Unajaribu kufujia haifunguki. Yeah. Unajaribu kwenda ng'ambo, hauendi ng'ambo. Unaulizwa, hauolewi. Ndio. Kwa sababu kitofu kinaongea. Kitofu ya nyanya yako, kitofu ya babu yako, kitofu ya watu walikufa. Inakuandama ndani ya maisha yako. Siku ya leo, nataka siku ya leo tukatoe hiyo roho katika jina la Yesu. Amen. Inasumbua. Hata kwa ndoa inasumbua. Kwa kazi inasumbua. Kwa biashara inasumbua. Hauwezi kaa na bwana yako kwa amani. Hauwezi patia bwana yako amani. Hauwezi patia bibi yako amani. Hauwezi patia wazazi wako amani. Kwa sababu kitovu ya usawi na uganga inafanya kazi. Hapo. Ndio. Ndio. Tunaelewana? Ndio. Hebu asomee tena. 22 nasema hivi. Ikawa Yoramu alipomuona Yehu. Kwa ubali. Alimuuliza. Je, kuna amani Yehu? Kuna amani Israeli. Yehu akamjibu. Amani wakati makahaba. Na wachawi. Wa Yezebeli. Ni wengi. Hebu soma hata ya Murithi. Usikie mali pengine inasema uganga na uchawi ya Yezebeli. Kwa hivyo Yezebeli alikuwa mpaka na roho ya umalaya na ukahaba. Ukiona kila saa ni ukahaba, umalaya, unasikia tu kuashiria ni kitovu inafanya kazi. Uko na bibi, uko na bwana, lakini hautosheki. Hiyo ni roho ya Yezebeli inafanya kazi ndani ya maisha yako. Lazima leo uitabue, uikataa ndani ya maisha yako. Halo. Nilisema siku ingine, inaweza kuwa mama yako hakuolewa, shosho yako hakuolewa, shosho hakuolewa. Hata wewe unang'ang'ana kuolewa. Utaolewa na muda gani? Na kitovu inafanya kazi. Mama yako alikalia baba yako. Shosho alikalia pakuka. Hata wewe unakalia mzee wako, unakalia bibi yako. Ni ubiri ya kitofu. Lazima tukubali itoke. Ikiwa tunataka kubarikiwa, ikiwa tunataka tuone Mungu, ikiwa tunataka baraka zetu ifunguke, lazima tukatae kitofu. Lazima kitofu. Ikiwa wewe ni mgonjwa, wacha kusema ugonjwa yetu, ugonjwa ya kwetu, ugonjwa ya kwenye ugani na roho ya kitofu. Hata hii sukari ni ya familia. Hii pressure ni ya familia. Hii kaza ni ya familia. Familia gani na wewe umeokoka? Ukatae roho ya kitofu kutawala ndani ya maisha yako.
Haleluya. Unafanya kazi lakini hakuna mwisho wa mwezi, hakuna kitu unapata. Yes. Last time wakati nilihubiri, wengi walitumia bishop message. Mwingine akasema washa nikuambie, mimi mahali nimeajiriwa napataka mamilioni, mwisho wa mwezi napataka zaidi ya milioni 10. Lakini kutoka wakati nilioa, hiyo milioni 10 mwezi ikiisha sina kitu. Hiyo ni roho gani? Hata sadaka atawagi. Hata sadaka alisema hata watu wakitoa ya mavuno sitoi. Ni kitofu. Milioni 10. Kitofu. Ati anaamuka hakuna kitu anapata. Kwa sababu inauliza wewe ni nani? Halo. Halo. Wewe mmepata ile inasema. Amepata. Uganga na ushawi ya shosho. Amepata. Jezebeli. Soma. Hii inasema nini? Yehu akasema, Je, ni amani gani? Wakati uchawi wa Yezebeli ni mwingi. Ni mwingi. Ushawi ya Yezebeli ni mwingi. Na hii roho ndio ilikuwa inatembea. Hao watu ni wafalme. Hao watu wanaongoza nchi. Hata unaweza kuwa ni kiongozi na roho inakuandama. Yes. Unafikiri wewe ni mambo inatendeka ni ya kawaida, si kawaida. Hii ni roho ya kitofu inakufuata. Unajaribu miaka inaenda. Jiulize what happened in your life. Can you repeat? Tashokera leo hau. Hebu rudi hapo. Unangangana. Umetafuta MCA miaka 20 na hujaipata. Unatafuta MP unatafuta president haujaipata. Jiulize kitofu gani inakusumbua? Ya shosho yako na guka yako. Kitofu. Ya uchawi ya Jezebeli. Lakini wengi hawataki kukubali roho inafanya kazi. Ambia kusa jirani yako ndio asilale. Mwambie kubali kitofu itoke. Kubali kitofu itoke. Ambia jirani yako kitofu iondoke. Unajua shida watu wengi wapendi kujikomboa. Hawataki. That is the problem. Kitofu. Kitofu. Lakini nataka tusikie neno. Ndio. Ya kijana mdogo katika hiyo familia ya Daudi. Familia ya Josipati. Familia ya ukoo. Ndio. Vile ilienda kijana wa miaka kidogo sana akasema hii miuku ya shosho yetu ya guka yetu, miuku ya familia ya kina mama yetu. Ndio. Lazima niweke chini. Lazima niibomoe. Ndio. Lazima niiharibu. Yes. Haitaongea ndani ya maisha yangu. Ndio. Hata wewe siku ya leo kuna mambo imekuandama. Kuna mambo imekufuata. Yes. Hata vile unaonaga watu wengine wako na roho ya wivu. Roho ambayo haitaki wengine wakibarikiwa. Kama vile watu wameshuhudia leo. Wakisema Israeli. Wanasema naenda Israeli. Israeli. Kuna wengine wamesikia kutapika. Watapike. Kitofu. Kinaleta shida. Kitofu. Na anangojea leo kesho aende. Lakini kwa wale wamefurahia hiyo ushuhuda. Ndio. Hii mwaka hii hata ile njia ilifungana yote itafunguka. Njia yote ilifungana Mungu ataifungua kwa sababu ni Jehova. Na alituahidi bahari hapa ya kwamba ikifika mwezi wa 6 Mungu atafungua njia. Sikia. Ndio. Listen the Apostle James Kioma Mwai. Wakati nilihubiri hiyo neno nikasema ya kwamba lazima nabii ataongea. Wakati alisimama laini kashuka ikasema kabla mwezi wa 7 ifike Israeli na Iran na Amerika watakuwa wameelewana. Oh my God. Mungu gani kama huyo? Sit down. Apostolo. Umeongea haraka. Waeleze pole. Nimeongea haraka. Hawajashika. Hawajashika. Wakati nilikuwa naachilia hii neno,
kwa sababu nilijua this is a prophetic word. Nikajua hii ni neno la kiunabii. Na nikajua ya kwamba hata ikawa mimi ni mkubwa kuzaliwa katika hali yanga ya kiroho, kuna nabii ndani ya hii kanisa. Nikasema mlikuwa nataka niwajibu. Nikasema nikimaliza nabii akubali asimame. Na wakati alisimama, mlikuwa mahali hapa. Mlikuwa mahali hapa. Mungu akaongea. Akasema hii shida mnaona ya mafuta. Kwa sababu Mungu anapenda taifa letu la Kenya. Before mwezi wa 7. Amerika, Israeli na Irani lazima watakubaliana. Wamekubaliana, hawajakubaliana. Wamekubaliana. Kweli kabisa. Wamekubaliana. Lazima tutaenda direction ya Mungu. Si direction ya watu. Direction ya Mungu. Mungu akisema ni kushoto, ni kushoto. Mungu akisema ni kulia, ni kulia, ni kulia. Ndio. Nimemaliza neno. Nimemaliza neno. Ndio. No. Bado. Hii tafsiri nyingine apostle inasema, together mena hienya my friend. Soma hiyo tafsiri nyingine. Yehu akajibu, inawezekana kuwa na amani wakati ibada za sanamu, ibada ya sanamu na uchawi wa mama yako, na uchawi ya mama yako Jezebeli ungali, na uchawi ya mama yako Jezebeli, na uganga ya mama yako ingaliko. Hakuwezi kuwa na amani. Ambia jirani yako, kwenyu kukiwa na uchawi na uganga hauwezi kuwa na amani. Kwenyu wakati mnaona kila saa kukosana hata kwa familia. Kuna Jezebeli aliingia kwa nyumba yenu. Ndio. Na uangalie sana. Ndio. Ukiona wengine wanakaa kando, nyinyi mnakaa kando, ujue kuna Jezebeli alikuja kwa familia. Wakati mnapanga jambo, wala wako na roho ya Jezebeli wanapiga. Hata kwenyu. Kuna mmoja anasema pale hata kwetu. Ndio. Kwa sababu ya mazaa reverend. Yes. Tuende hiyo kitabu kingine, Mambo ya Nyakati wa Pili 34 kuanzia 1. Tusikie sasa mambo itakuwa namna gani. Majibu. Ndio. Neno la Mungu linasema hivi. Aje baba. Yosia alikuwa na umri wa miaka 8. Sema Josia. Najua majina nataka amrudie majina, ndio ukiulizwa mlihubiriwa namna gani unasema Josia. Sema Josia. Sema Josia. Tuendelee. Josia alikuwa na miaka 8 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 31 huko Yerusalemu. Akiwa na miaka 12. Swede, soma hapo. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Repeat wewe mwenyewe sasa. Hapo ni mimi nimesema. Akafanya yaliyo mema. Rudia hapo, haujarudia useme akiwa na miaka 30. Akiwa na miaka 8 alianza kutawala. Akatawala miaka 31 huko Yerusalemu. Ndio. Akafanya yaliyo mema. Akafanya yaliyo mema. Waliotangulia mbele yake. Sikia. Waliotangulia mbele yake kwa sababu ya kitovu ya mama ya nyanya yao Jezebeli. Ndio. Walitawala na roho ya kuua, roho ya kuangamiza, roho ya kumaliza, roho ya wivu, roho ya shuki, fitina, kiburi, masegenyo. Uza jirani yako muulize hapo unasikiaje? Tamoria hauraigua atia? Moria hauraigua atia hau? How do you feel? Hauraigua atia? Wakati wote ndio ile ukoo. Yes. Wakati walikuwa wanaongoza Israeli,
Ndio. walikuwa kila mmoja akiingia kwa kiti anaanza kuabudu miungu ya Baali. Ndio. Anaanza kuabudu miungu ya Ashera. Ndio. Anaanza kuabudu sanamu. Anaanza kujenga mijengo ndio ya kishetani. Anaanza kujenga miungu ambayo itaabudiwa mahali pale. Wanawasha mungu ya baba yao Daudi, ya guka yao Daudi na baba yao Josipati. Wakawasha mungu wa kweli, wakaanza kuabudu miungu mingine, kwa sababu walienda wakaoa katika familia ya ushawi. Ile uongozi ukawa ni uongozi wa kuabudu miungu, ikawa ni uongozi wa kuabudu sanamu, ikawa ni haleluya. Yes. Ndio. Uongozi wa miungu. Ndio. Lakini katika ile ukoo wa Daudi, kukawa na kijana ndio aliyeanza kutawala na miaka 8. Kijana ambaye alikuwa mdogo sana. Josea. Kijana ambaye alikuwa mdogo sana. Unaweza kuwa wewe ndio unaonekana ukiwa mdogo kwenu, lakini siku ya leo ukisikia hii neno la Mungu unaenda kukomboa familia yako. Unaenda kukomboa nyumba yako. Haijalishi wana nani, haijalishi ni mchawi alikuja, haijalishi ni kafasha wasipa alikuja, lakini ukisikia hii neno siku ya leo ukombozi utaingia kwenu. Amen. I receive it. Hallelujah. Kijana akadharauliwa kwa sababu ya udogo wake, lakini yule kijana alikuwa na Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Na Mungu wa Daudi na Mungu wa guka yake. Reverend Madhangi alituhubiria akatuambia Mungu wa baba yetu. Na mimi nasema Mungu ya guka yetu. Mungu ya nani? Ya guka yetu Daudi. Biblia inasema hivyo. Josipati baba yetu. Lakini Mungu wa babu yake Daudi. Ndio. Kijana alikuwa mdogo. Akaanza kutawala Israeli. Ndio. Akiwa na ule udogo wake. Akajua jambo moja. Baba yako na guka yako walikuwa naabudu Mungu wa Israeli. Walikuwa naabudu Mungu aishie milele. Kijana wakati alizaliwa, wale wengine wote walikuwa wanasikia mawaidha za wazazi wao. Walikuwa wanasikia mawaidha ya mashosho yao na mama zao na wazazi wao. Lakini kijana wakati alizaliwa, Mungu akawa amemteua. Wakati alimteua, akaanza kuongoza akiwa na miaka 8. Biblia inasema akaongoza Israeli kwa miaka 34. Ikafanyika namna gani? Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Akafanya yaliyo mema machoni ma Jehova. Kama odomega. Kama odomega. Tenda mema machoni mwa Mungu. Kama odomega. Tenda mema. Maidhoine magai. Machoni mwa Mungu. Kama odomega. Tenda mema. Maodomage keni ya gai. Mambo itafurahisha Mungu. Gaithia bora ataguo. Salimia rafiki yako. Noko na morimu tukamugaithia mwekeo. Mwera we. Okenie gai omothe. Furahisha Mungu leo. Mwera okenie gai. Furahisha Mungu leo. Mwera tiga okenia ndo. Washa kufurahisha watu. Tiga okenia ndo. Washa kufurahisha watu. Okenie gai. Furahisha Mungu. Hapo. Ndio. Furahisha Mungu. Inyo muendaga kwendwo. Nyinyi mnapenda kupendwa. Inyo muendaga kwendwo. Mnapenda kupendwa. Muendaga aratama muende. Ndio marafiki wapendwa. Muendaga remena pesa mamuende. Ndio. Muendaga remena pesa mamuende. Mnataka wala kuna pesa wapende. Muendaga atongoria mamuende. Mnataka viongozi wapende. Na mutirenda Ngai ya muende. Lakini ampendi Mungu wapende. Ndoka gukwira atiriri. Nimekuja kukuambia. Wende Ngai. Penda Mungu. Ukenie Ngai. Na upendeze Mungu. Wakenia Ngai. Ukifurahisha Mungu. Ndio ukenia. Hata kufurahisha. Wakenia Ngai. Ukifurahisha Mungu. Ndio ukenia. Hata kufurahisha.
ufurahishe Mungu naye Mungu atakufurahisha. Mpendeza Bwana, tenda mema kwa Mungu. Sipendi kupendwa na watu. Hata sitaki marafiki ya watu. Nataka urafiki wa Mungu. Wakati nitaka watu waliniaibisha. Wala nilipenda waliniaibisha. Sasa hii sitaki watu. Nataka Mungu. Ukipenda Mungu, akikupenda hata watu watakupenda. Lazima. Ukipenda Mungu, Mungu atakupenda. Upenda Mungu na watu watakupenda. Naye akupende, watu wakuja nyumbani. Ndio. Atajokera urege. Ndio shokera. Mtanage dikereria. Amesema kuna wakati alihitaji watu walimkataa. Dauga korede ndaga andu. Wakati alikutaka watu. No ndio ndaga andu. Makejonorithia. Watu wakamwaipisha. Kuna wakati alikuwa anahitaji watu. No atu makindega. Watu wakamkataa. Kuna wakati ulikuwa unataka watu. No atu magikurega. Watu wakakukataa. Kuna wakati ulikuwa unatafuta no watu. atu magikurega. Watu wakakukataa. No niliatasharia Ngai. Wakati tafuta Mungu. Ngai wako agioka. Mungu akakuja. Kama gusharia Ngai. Tafuta Mungu. Ukira gusharia ndo. Uliko kutafuta watu. Watu watakuacha. Mungu hawezi kukuacha. Hata watu ya nje wanakuambia wasalimie. Halo. Waambie watafute Mungu. Watu ya nje. Asifiwe. Watu ya nje. Inua kabisa watu wa nje. Watu ya nje. Nisalimia. Ndio. Watu ya nje. Thank you. Yes. Abu soma baba. Inasema hivi. Aje. Akafanya yaliyo mema. Leo musikie neno. Bishop akuje aombe maombi ya mwisho mwende nyumbani. Na neno liingie ndani yenu. Na neno lifanye kazi. Amen. Kwa sababu nataka mkombolewe. Ndio. Nataka familia ikombolewe. Amen. Na nataka nyumba zikombolewe. Nataka ndoa zikombolewe. Yes. Nataka familia ikombolewe. Nataka biashara ikombolewe. Nataka mikono yako ikombolewe. Nataka mdomo yako ikombolewe. Nataka wewe ukombolewe. Yes. Yes. Halo. Ndikava hujie. Moinoke. Tuga mede kiresi. Yes. Na moinoka mole arathi. Mhubiri kama mbarikiwa. Mwende nyumbani kama neno limeingia na mmebarikiwa. Wangapi wanataka hivyo? Wangapi wanapenda hivyo neno? Atasi maneno. Hiyo ndio mambo yote. Soma leverage. Akafanya leverage. Yes. Soma. Mstari wa pili. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Akasema pia jirani akafanya mema machoni pa Jehova. Tuendelee baba. Akaziendelea katika njia za Daudi baba yake. Akaenenda katika njia ya baba yake Daudi na neguka. Halo. Sema halo. Hebu soma hapo akasikia tena. Akaenda katika njia za nani? Akazienenda katika njia za Daudi baba yake. Asigeuke upande wa kuume wala wa kushoto. Asigeuke kulia wala kushoto. Asisikie maneno ya watu upande hii ama upande hii. Akaenda straight. Wow. Na njia ya baba yake Daudi. Ndio. Njia ya baba yake Josipati. Ndio. Njia ambayo ilifurahisha Bwana. Amen. Njia ambayo ilitukuza Bwana. Yes. Ora bashakaraba boshekereba. Njia ya kutukuza Bwana. Sio njia ya kuinua wanadamu. Bali njia ya kutukuza Jehova. Sijui ni wangapi siku ya leo watataka Mungu wao atukuzwe. Sijui ni wangapi siku ya leo watataka Jehova atukuzwe ndani ya maisha yao. Ndana frabo shekeriba bosaya. Reka bosekeriba kuta. Raita lidai konta riba bosaya. Baba riba kuta lidai konta rifai. Baba akashuka ndani ya maisha yenu. Baba akashuka akawatembee. Jehova akashuka
ashuke siku ya leo. Wakati anatukuzwa na wewe, wakati anatukuzwa na maisha yako, wakati wewe unafanya Mungu atukuzwe, lazima na wewe afanye utukuke. Lazima afanye utukuke kwa sababu ni Jehova. Usitazame kulia ama kushoto, tazama ojea ya baba yako. Maikontari babosaya, ukifuata njia ya baba yako kama vile Reverend Madhoge alituhubiria. Wow, my God, kushoto ama kulia, uende kwa Mungu wa baba yako, lazima ushindi utapatikana. Haijalishi miaka yako, haijalishi umri wako, lakini ukisimama na huyu Mungu wa baba yako, haijalishi watu wenye wakubarikiwa. Shosho alikufa bila kubarikiwa, Luka alikufa bila kubarikiwa, baba yako hakubarikiwa, hata wewe hautabarikiwa. Lakini siku ya leo ukisimama kama Josiah, Jehova atatukuzwa. Jehova atatukuzwa. Jakorobo shando, ile njia imefungana, Jehova atafungua. Ile mlango umefungana, Jehova atafungua. Haijalishi ni ushawi gani, haijalishi ni uganga gani, kila ninaongea leo ya kwamba Jehova lazima atukuzwe. Hata ndani ya taifa la Kenya lazima Jehova ataitwa Jehova. Lazima atukuzwe, lazima inuliwe. Yes. Kijana hakutazama kulia ama kushoto, lakini alitembea katika njia za baba yake. Akafuata njia za Daudi, akafuata mienendo ya Daudi. Nafikiri kijana aliangalia historia ya wale walitangulia, akaona hakuna hata mmoja anataka kuabudu Mungu ya kweli. Akajua ya kwamba hii shida tumekuwa nayo ya kupigwa na maadui, kwa sababu wakati wote walikuwa wanaabudu sanamu mahali pale. Maadui walikuwa wanawainukia, maadui wanawakamisha, maadui wanawaua. Lakini Josiah akaamua na akasema, sitakubali kuinamia miungu, sitakubali kuomba miungu, sitakubali miungu ya Ashera, sitakubali Mungu ya Bali, sitakubali Mungu ya manyanyasagu, sitakubali. Lakini nitatazama msaada wangu kule unatoka Daudi, kwa Mungu wa Daudi, kwa Mungu wa Daudi. Akasimama na Mungu wa Daudi. Haleluya. Gusa jirani yako asilale. Mwambie usilale. Najua saa hii ndio unalala. Ukiona mtu analala na baridi na hiyo kelele, akona shida. Hata kuna mmoja tulikuwa naye jana, akona kitovu. Kuna mmoja bishop tulikuwa naye jana. Nikamuuliza neno ile nilihubiri. Mahali nilisema wale mwega ati aliyonyokwa mali agokera. Ndaiguira kindu. Akusikia. Nimejua ni nani. Hakusikia kitu. Na vile nikamwambia, na vile nilirudia, bishop akarudia, akaniambia apostle, hapo ndio kirudia hapo. Huyo mtu hakushika kitu. Ni kitovu. Na hiyo kitovu ndio inamsubua. Hao ndio nakutaka dunia iligawanywa. Makora megoda ni adhire. Kitovu. Kwa hivyo sitaki mtu analala. Na ukiona mtu analala, hiyo roho iko kwao. Na haitaki kusikia. Kwa sababu haitaki itoke. Na mimi nataka muamuke nyinyi wote, simama kidogo. Stand up. Simama kidogo. Simama kidogo. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know, and you really want to show. If
If you're happy and you know, say amen. Amen. Itawe konyo. Leo sitaki wimbo sana. Hata last time sikuwa nataka wimbo. Kwa sababu kinataka gekonyo. Gekonyo negeke. Hii ndio gekonyo. Hii ndio kitovu. Kitovu. Hebu gusa hiyo kitovu yako. Unajua kwa nini? Kila hiyo kitu ndio ilikutenganisha na mama yako. Hapo ndio mlikuwa mmeshikana na mama yako. Hiyo ndio kitovu. Hiyo ndio kitovu. Continue. Kwa kuwa katika mwaka wa 8 wa utawala wake, ngoja sasa sinakwambia uongee. Katika mwaka wa 8 wa utawala wake, naye akiwa mchanga zaidi. Sorry, nirudie. Kwa kuwa katika ako na miaka 9 hapa, miaka 9, miaka kijana si msichana, kijana ako na miaka 9. Miaka 8, sorry. Miaka 8 ndio niwaonyesha vile alianza kuongoza akiwa na miaka ngapi? 8 years. Kuja. Uniambia huyu mtu ikiwa si Mungu alimuongoza, nani mwingine? Uko na miaka ngapi? 9. Si alianza kuongoza na miaka ngapi? Miaka 8. Ikalabi. Miaka 8. 8. Basi. Kijana alianza kutawala akiwa na hiyo umri. Ile mambo alitenda. Ndio. Ukitenda yale kijana alitenda. Wow. Sikia, ikiwa utatenda. Ndio. Yale huyu kijana alitenda. Ndio. Na dewa. Amen. Nako. Kuanzia hii mwezi na kuendelea. Ndio. Mwezi wa 6. Ndio. Mwezi wa 7. Yes. Mwezi wa 8. Yes. Mwezi wa 9. Yes. Mwezi wa 10. Yes. Mwezi wa 11. Yes. Mwezi wa Disemba. Yes. Na next year. Yes. Maisha yako. Yes. Haitakuwa ya kawaida. Amen. Uniambie, ebu jiite kama mkutano. Uniambie mtoto wa saisi hii anaongoza nchi. Kana miaka 8. Gagitongoria bũrũri kaigano. Kijana wa miaka 8 anaongoza nchi akiwa na hiyo miaka. Ndio maana ninakuambia siku ya leo ukisikia hii neno, hata wewe lazima utakombolewa. Amen. Ukikubali kutukuza Bwana, yes, na Bwana atakutukuza. Amen. Ndio. Ukiinua Mungu kiwako, yes, naye atakuinua kiwako. Receive it. Ukiheshimisha Mungu, wamuteithia atakuheshimisha. Nake ni aguguteithia. Amen. Miaka 8. Ikarathi. Wena kindu. We, shoi. Wikino na kurale kwega muno. Ndagira kihundi giki ngiri igiri. Patia kijana akafurahi. Kebeti ndire haha, niki yake. Ndinakuwa kebeti. Reverend. Yes. Tuendelee kwa sababu ya masaa na muda. Haya. Angali akiwa mchanga, alianza kumtafuta Mungu wa Daudi. Alianza kutafuta Mungu ya baba yake, guka yake, makaraba boria, lineta linae kiuta. Alafu hata katika mwaka wa 12. Hata mwaka wa 12 akaanza kusafisha Yuda. Na Yerusalemu. Miaka 12. Akiwa na miaka 12. Akiambĩrĩria gũthambia bũrũri. Akaanza kutakaza nchi. Keka mwana kanini.
munini, akiwa kijana mdogo, miaka 12, miaka 12, Ngai akaingia ndani wako, akaingia ndani yake, yakiambĩrĩria gũthambia bũrũri, akaanza kutakasa nchi. Ndio ndio yana makwambĩrĩria gũthambia kwa hapo ataenda kutakasa akwambĩrĩria gũthambia mũtũrĩre wao. Sikini wakati wataanza gũthambia mũtũrĩre wao, watabadilisha maisha yao, kuitakaza. Kisha na mtolo akaanza kusafisha nchi. Alafu yes, kusafisha gũthambia ni kutoa uganga, uchawi, majini, kila kitu. Hau nĩho tũthiĩte. Ndani hau nĩho tũrĩ. Ndio. Ndani ũrathimwo nĩ Ngai. Ngai wa baba witũ. Nokinoke. Lazima akuje. Ngai wa baba witũ. Nokinoke. Atomende kana matiende. Nokinoke Ngai witũ tu Ngai. Ndio. Hallelujah. Kana ndige. Hapana. Acha nikae chini. Endelea. Niendelee. Nisiendelee. Endelea. Alafu akaanza kusafisha Yuda na Yerusalemu kwa kuondoa madhabahu. Kuondoa madhabahu gani? Madhabahu gani? Uliza jirani yako, madhabahu gani? Madhabahu gani? Ni magoko na mareko mareherio. Madhabahu gani inaondolewa? Uliza jirani yako, madhabahu gani inaondolewa? Which one? Gani tunaondoa? Kameanza kusafisha. Kameanza kuosha. Ndio. Alafu kameanza kuondoa madhabahu. Ndio. Gani baba? Madhabahu ya Maashera na sanamu za kuchora na sanamu ya kushoga nazo za kusubu, ushawi na uganga. Wakazibomoa madhabahu za Baali. Akazibomoa madhabahu za mama yake, za socho yake, Jezebeli zote. Ushawi wote, uganga yote. Situsikia alikuwa mshawi. Ndio. Na akafanya Israeli kuabudiwa miungu ya Ashera. Na akakubali miungu ya sanamu iabudiwe pale. Akakubali miungu ya Baali iabudiwe mahali pale. Naye kijana Mungu amemuinua. Ndio. Akatakasa. Atakase mpaka damu. Atakaze mpaka ndani. Atakaze kuna ushairi bado kwenyu. Lazima tutaing'oa ushauri ya manyanya, ushauri ya maguka, ushauri ya maati. Lazima tutaosha. Osha ushauri ya Kitui, ushauri ya Nyeri, ya Western, ya Nyasa, ya Coast. Lakini bado lazima wewe mwenyewe utaing'oa. Acha hivyo unahubiri uking'oa hapa. Wewe mwenyewe ndio utang'oa. Kijana alikarimia. Ndio. Lazima ugarimie. Si mchezo. Kijana miaka akiwa na miaka 12 akaanza kuosha Yerusalemu. Akaanza kutoa kila ushavu. Akaanza kuondoa ile miungu iliabudiwe kule. Miungu ilikuwa ya kuua. Na Kipyego ako na miaka 60 na hataki. Na hataki. Anasikia uchungu sana. Karama ndio shida. Karama ndio Kipyego. Karama ndio shida. Wanasikia uchungu. Uchungu. Hata nimemuuliza asubuhi. Nikamuuliza, si Bishop amekuangalia hii wiki? Akasema ndio nimefurahi sana. Na juzi alikuwa analia. Yende mshuka kagethia na mbere. Uchungu. Ruo. Na nithogora. Na Mungu anataka kuwabariki. Na Mungu anataka kuwakomboa. Hataki kutoa uchawi. Mungu anataka kutoa hiyo kitovu ya magonjwa. Mungu anataka kuondoa hiyo kitovu ya sukari. Mungu anataka kutoa hiyo kitovu ya pressure. Mungu anataka kutoa hiyo kitovu ya kutopata watoto. Mungu anataka kutoa hiyo kitovu ya kutolewa. Kitovu haitaki kubarikiwa. Kitovu haitaki uende ng'ambo.
Kitovu baya. Kitovu. Yes. Hata hao wametoa ushuhuda hapa, mimi naona kuna kitovu moja alikuwa hapo. Isipokuwa ni Bishop kusitu Mungu. Kuna moja alikuwa anasuia wengine waende. Itoke by force by. Baba wakili. Yes. Dogome. Tusome ina Rudia hapo kidogo. Basi amestuka. Wakili. Yes. Anaona kuna kitu hajataka. Kitovu lazima ukubali itoke. Hiyo lazima baba. Sababu hata wewe kuna mahali unang'ang'ana saiti. Kabisa. Yeah? Ya Kariko. Na hiyo ni ya Kariko. Inakusumbua baya bofu. Kweli. Lakini round hii lazima tudili nayo. Lazima kitovu ukubali kujitenganisha na kitovu. Kabisa. Wewe mwenyewe si nyinyi. Si wewe na mama yako, si wewe na baba yako. No. Wewe mwenyewe ukubali kujiondoa. Kabisa. Si Rahabu na Geshohi. Hapa sio kushikania. Pastor Geshohi anasema 200. Kipigo 200. Wengine 200. No. Kitovu lazima usimame wewe peke yako. Kabisa. Useme hii ni yangu. Ndio. Useme mimi na Mungu wangu. Kabisa. Useme lazima hii niwashirie. Lazima. Roho haiwezi kufuata nyanya yako, ifuata shosho yako, ifuata wewe. Na unahubiri kwa madhabahu. Ndio. No. Ni makosa sana. Ni bad. Watu kwenda kanisa mpya na kitovu. Hata kuzikani jero na kikonyo. Tupeleke kanisa mpya. Makosa. Tutigoze kanisa jero. Ndio. Na kikonyo. Tung'oe hapa. Muimbaji unasikia? Muimbaji unasikia? Lazima ukubali kitovu itoke ya familia. Na mimi naitwa Apostle James Kiongo. Ule naye ni Bishop Edward Mwai. Toka nitoke. I'm a firstborn, secondborn. Lakini kwa kiroho firstborn, secondborn. Twende. Na kitovu ukimwambia sisi tulikata kitovu. Hata mimi kilinifinyiria kitovu. Napata pesa asubuhi sina kitu. Kitovu ilikuwa inaongea. Lakini wakati nilitambua na nikajua hii ni kitovu ya kwetu. Hakuna mtu alikuwa na gari kwetu. Hakuna mtu alikuwa na baisikeli. Mimi ndio kwanza kununua baisikeli ya kwanza. Baisikeli. Na ingeniua. Sikia. Najua nilinunulia Bishop wakati nilikuja Nairobi na miaka 17. Wakati nilikuja juu nilikuwa nampenda. Kitu ya kwanza niliona kama ni zawadi nampelekea ni baisikeli. Na ile baisikeli karibu imumalize. Kitovu ilikuwa inaongea. Chuma ya kwanza kuingia kwa familia inatoka wapi? Oh yes. Kitovu. Chuma ya kwanza. Na ndio maana unaona asisikia ushungu nikitolea Mungu. Sina ushungu na Mungu wako. Kweli. Sina ushungu. Digwa haruoni. Asikie uchungu. Nasema afadhali ishe mambo yangu isimame. Lakini Mungu wangu aitwe Mungu. Amen. Ama tufike hapo. Reverend. Yes. Soma. Sitaki kuambia yangu. Nikiwaambia yangu sana nitalia. Sitaki kulia. Nikihubiria watu hiyo neno inasafika mwisho. Rudi hapo tumesoma. Aya basi. Kijana akaanza kusafisha, akaondoa sanamu na nini. Wakazibomoa madhabahu za Mabaali. Akasibomoa madhabahu ya bahari, Mungu ya bahari. Ndio ushike hapo mzuri Na sanamu za jua. Za jua zilizoinuliwa juu yake. Akazikatakata. Na Ashera. Mashetani. Maushawi na maugaga. Na matevogoshi kwa yote. Akaifuja, akaikatakata. Na malaana.
mashida, akazivunja vunja, akavunja, akavunja uchawi, akavunja uganga, akavunja miungu ya Ashera, akavunja masanamu, akavunja ile madhabahu zilikuwa zimejengwa, akazivunja. akavunja zote. Isiongee. Akavunja ile miungu ilikuwa inaongea mahali pale. ndio, Akaharibu miungu ambayo ilikuwa imeshika ile anga ya ile ishi. yes, Sijui anga ya kwenyu imeshikwa na mshawi gani? Ndio. Sijui imeshikwa na uganga aina gani? Ni wewe siku ya leo ujue kile kwenyu kumnapitia. Na ukijua kile mnapitia, usimame kama ukijana, useme ninavyo si enough. Hii haitaendelea kwa maisha yako. yes, Bwana asifiwe. amen, Kitofu ni mbaya. Na nilisema hapa nikihubiri, nikasema hata wachungaji, bishop anatuma wachungaji wakiwa hapa ni wazuri. Wakifika kule hata kanisa hawezi jenga. Inakaa kama show. Kwa sababu kitofu inakataa. Kuna moja niliona ya aibu sana. Hata nilisikia uchungu, nikasikia kulia sana, nikashindwa, hii ni nyumba ya Mungu kweli? Inakaa kama hata si kama kanisa. Na huyu mtu anasema ni pasta na ananunua gari. Gari ni adili, siuze gari ujenge kanisa. Mungu aonekane. ndio, Anajua ada komena ni amene. Ngai ni akonyenda. Mungu atanipenda. Uwezi kuwa unaenda na gari na nyumba ya Mungu inaenda kama show. aibu, Hiyo ni aibu. Aibu. Gari ni ya nini? Otoa hiyo gari, usa gari kitoka 600, enda simamisha kanisa mzuri. Mungu aitwe Mungu. Ni ukweli. that's true, Si hapa unataka kuwa na magari unajaza magari na kanisa hakuna kitu unajenga. Lakini ukijenga kanisa ionekane kanisa ni mzuri, Dio. Kanisa iko na utukufu, hata ununue V8, ununue nini, hakuna mtu anakuuliza. Kwa sababu Mungu tayari amepokea utukufu. ndio, Lakini si kuaibisha Mungu. Kijana akasema, sitaaibisha Mungu wangu, nitasimama na Mungu wa baba yangu Daudi. ndio, Akabomoa miungu. yes, Akaharibu miungu. Ndio. Akaivunja, Aha. akaikatakata. ndio, Eh, ndio, Sema kuvunja fuja. Fuja. Sema kuvunja fuja. Kuvunja. Kukatakata. Kukatakata. Kubomoa. Kuharibu. Yote. Lazima ukubali Mkorino. Lazima ukubali roho itoke. Lazima ukubali hiyo roho ya uko itoke. Ndio Mungu aitwe Mungu ndani ya maisha yako. kweli, Unaweza kana kileba ukisema yes, na si baya, ni mzuri. Lakini kitofu inaongea. Lazima ubomoe hiyo kitofu. Ile kutoka na huko nyuma ndio nayo ubarikiwe. that's true, Na ile kitu inafanya msibarikiwe kwa sababu unaweka roho ya wasasi yako kwa mawazo yako. Unasema wasasi wako hataibarikiwa. Na muimbaji alisema nitogo kinyakolea ndio itobataki tafika kule wazazi wetu wako fika, Kwani nani atafika kule hakufika? Kule wasasi wako hakufika, nani atafika? Kule shosho yako hakufika, nani atafika? Sisi. Kule guka yako hakufika, nani atafika? Sisi. Ngokinya. Lakini Lazima tufike. ukikaa hapa na roho ya shosho ya guka, hiyo roho itakusumbua Na imani baya. na imani baya. Hazina misingi. Lazima ukubali kona ya kwamba huwezi barikiwa. Ikiwa kwani watu wanagoroka, wewe hautagoroka. Ikiwa watu wanakufa na kansa, wewe sema mimi sitakufa na kansa. Jikoboa hiyo roho itoke na ukubali itoke na mizizi yake. yes, Kijana akakubali. Kitu ya kwanza Biblia inasema akaanza kuosha, ndio, kusafisha, akaikatakata, akaivuja, akaibomoa. Sikuambia watu walikufa na kuongelesha ufanye nini?
Roho ati unasema ati niliota shosho ananiongelesha, ukana ananiongelesha. Anakuongelesha kitu gani? Yeah? Ati anti ananiongelesha. Na alikufa na umaskini, alikufa bila kitu. Na unataka tu kufa na hiyo shida. Lazima ukubali hiyo kitovu itoke ndani ya maisha yako, ndio upate kubarikiwa, upate kuinuliwa, upate kwenda ng'ambo, upate kuolewa, upate kuoa, upate amani ndani ya maisha yako. Yes. Hiyo neno hamtaki. Wakapi wanataka hiyo neno? Wakapi ndio wafurahisha? Yes. Lakini uambie hata kama wanashangilia, lazima kitovu wakate. Hiyo lazima. Kiuno kina mureke. Kirego pio. Hiyo misigi. Unapata biashara wakati imefika mamilioni, hiyo biashara inarudi chini. Inaongea kitovu, inaongea, unarudi nyumbani. Au unafutwa kazi. Unaenda unachukua loan ya pesa mingi. Unaanza biashara, ile biashara inaendelea mzuri, inafika mahali inarudi chini. Hata kabla hujalipa loan yako. Kitovu. Unanunua gari, unanunua nyumba. Kabla hata ukae mwaka moja nyumba inashotwa. Kabla uendeshe gari ufurahie miaka 3-4, gari inashotwa. Kitovu inaongea. Mwingine ananunua gari, kesho ni ajali. Hata hajafurahia. Juu inauliza kama mimi vile iniuliza, we baisikeli ni nini na huko hakuna mtu akona baisikeli? Ni miguu. Tulikuwa tunaenda miguu. Sasa nikaona acha nimbaie ka baisikeli. Atokaga nyumbani anafika town ile iko karibu. Ananunua madasi mbili, anatetemka akikura na baisikeli. Karibu imumalize. Kageni maliza. Lori ilinitupa juu ya miti. Chuma inanikataa. Kwanza mlikuwa na keshoi huyu. Ulikuwa na huyu. Yeye anashaka hapa. Ni kitovu ya keshoi ilikuwa nataka nikufe. Kitovu ni baya. Ikonyo. Watu watu wataka niendelee. Akazivunja. Akaziponda. Hata wewe uvuja kitovu wewe, uondoe kitovu. Wewe uondoe kitovu. Ikiwa unataka kwenda mbali, uondoe kitovu. Hiyo kwanza ni mbaya sana. Yako kwanza ni mbaya sana. Mimi nasimama hapa nikisema yako ni mbaya sana. Ukubali itoke ndio Mungu akupeleke mbali. Sasa ungekuwa mahali, ukikuwa mbali sana, lakini hata unashangilia mzuri hapo. Ndio lakini wewe kitovu ndio inakusumbua zaidi. Ya hapo. Na yako ni ile ya Jezebeli. Hiyo ukubali itoke. Hiyo. Umeishika? Umekubaliana? Yes sir. Mimi naitwa kwa Apostle James. Na mimi nataka kuambia watu ukweli. Wanikatae tukutane mbinguni. Na mimi sipendi kupendwa, niko na bibi moja, niko na watoto. Na mimi sijawahi tamani bibi ya mtu. Sijawahi tamani bibi ya mtu. Mimi naongea ukweli. Kwa sababu hiyo tamaa sinaga. Sinaga hiyo tamaa. Hiyo sina, niliambia Mungu. Siku hii wacha niwaambie kitu sijawaambia. Niwaambie. Niliambia Mungu siku ile utaona Mungu. Niko karibu kwenda kulala na mwanamke uniue kabla. Siwezi lala na mwanamke mimi. Mimi naongea ukweli, na ikiwa unanitamani ujue kuisha. Hiyo ni kitu naongeaga, na mimi naongeaga mpaka mbele ya watoto yangu. Sina na hiyo roho. Ondoe mawazo. Ondoa hiyo mawazo. Tafuta mwingine. Mimi sina hiyo roho. Mwambie badilisha kuchukua raini. Kama alikuwa anachukua ya raita, hiyo raini chukua, hiyo ni uenda ukula ugali mzuri. Na kama alikuwa ameona maono, sijaipiga mtu mzaha ndani ya kanisa. Mwambie kama ameona maono alale tena wote. Lala tena wote. Mimi nakwambia, mimi nataka kutembea kama ukijana na Mungu. Sitaki kupendwa, nataka kupendwa na Mungu. Wako ikaraga ojetereire oguri.
Leo ikaranga. Utakaka. Wewe ndio na mbele. Akaziponda kuwa mavumbi. Sikia. Ndio kile kwa thakari. Hiyo nimemaliza. Hiyo nimewaambia. Najua kuna mwingine aliambia tisha nataka tu tafadhali please ukubalie apostle anisalie mtoto. Kitovu. Mtumishi wa Mungu namwambia akusalie mtoto ya dini. Na kuna wanaume wengi hapa hawajaoa. Siwaambia akusalie. Ada matiko mali hodoku. Kitovu nikala roho ya Jezebeli inafanya kazi. Abia jirani yako roho ya Jezebeli toa. Toa roho ya Jezebeli. Toa roho ya Jezebeli. Toa roho ya Jezebeli. Toa. Nasikia walikuwa na shaka, walikuwa wananisikiliza. Akazikatakata, akazivunja, akaziponda kuwa mavumbi, ikawa mavumbi, akayamiminia juu ya makaburi ya hao walizozichinjia dhabihu. Nilikuwa nataka umalize kupiga duru. Unajua nimesema kwanza umalize kupiga duru tuende pole pole. Very good my brother. I love you so much. Wana na maketiga. Tulisaliwa siku moja, tukaenda shule pamoja, tukaenda tukaulizwa shule. Nyinyi sisi hatuko. Acha niseme. Soma. Mnapenda kusikia sana nyinyi. Mnapenda kusikia sana. Mwadata kuigua muno. Bishop ni akamwera. Niĩ ndiendaga kwaria muno. Tondũ atokio gya kwaria muno. No gya kuhunjia. Yes. Reverend. Amesema hataki kuongea sana, yani ya kuhubiri nitaongea siku moja. Yes. Aburudi hapo tatu. Rudi hapo. My friend, can you repeat it again? Akazivunja. Akayamimina juu ya makaburi. Ya hao waliozichinjia dhabihu. Guy. Akioya. Akachukua. Akashibomoa. Akashioraga. Akashivuja. Agashinina. Akamaliza. Igetuika mohu. Ikawa majivu. Nyumba ile ciaketwo. Zile manyumba ilikuwa imejengwa. Ni Ahabu na Jezebeli. Yes. Na ciana ciao. Na watoto wao. Kaisio. Na miungu yao. Kaisio ciaketwo. Miungu ambayo ilikuwa thĩinĩ wa bũrũri ũcio. Katika nchi yao. Mwanake mũnini. Kijana wa miaka mtoto wa miaka 8. Akija miaka 12. Alipofikisha miaka 12. Akiambĩrĩria gũthambia bũrũri. Akaanza kuosha. Akiambĩrĩria gũcimomora. Akazibomoa. Akiambĩrĩria gũcitinangia. Akaanza kukatakata. Akiambĩrĩria gũcitharũria. Akabomoa zote. Agĩtuĩka agĩcicina. Akashoma. Igĩtuĩka mũhu. Ikawa majivu. Ciatuĩka mũhu. Ilipokuwa majivu. Ciatuĩka mũhu. Ikawa majivu. Akioya mũhu ũcio. Akachukua majivu hiyo. Kairia. Ile miungu ile ilikuwa imetolewa. Wale walitoa. Kwa sababu walikufa. Wakasahaulika. Ndio isiokee tena. Isiokee tena. Isiamuke tena. Akachukua majivu. Akasema hiyo miungu. Miungu ya Baali. Haitaokea tena. Miungu ya Ashera. Haitaokea tena. Kaisi ya Baali. Miungu ya Baali. Itikadi ya Reke. Haitaokea tena. Kaisi orogi. Miungu ya uchawi. Na ugaka.
na ukaka wa Jezebeli itikari ya Israeli anakola demonini hata kama ni mdogo, hata kama ni mdogo, hiyo miungu haitaongea tena. Ndio. Sikiliza. Onare monini akiwa mdogo akiwagaishi akasema hii miungu itikari ya rege haitaongea tena ndio wa Israeli, ndani ya Israeli. Ndio sijui ni wangapi wako hapa wataongea waseme hii miungu ya kwetu, hii miungu ya manyanya, hii miungu ya bashosho, hata ikiwa ilikufa. Yes. 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 Nokira toshinine. Lazima tuangalie. Kaisho nokira toshinine. Lazima tuangalie. Kaiti kwani athini wa motorera wito. Yes. Gotire kaito gwetekeria inge. Hatutakubali. Tiga Kai wa Israeli. Mpaka Mungu wa Israeli. Kai wa Isaka. Mungu wa Isaka. Kai wa Yakobo. Ucio niwe ukwaria. Huyo ndio Mungu Thini wa motorera waku katika maisha yetu. Huyo ndio Mungu atakayeabudiwa. Kai Mungu. Kijana. Akajua. Kijana. Yes. Akajua. Ndio. Hata ikiwa nitasimaliza. Yes. Hata ikiwa nitasafisha nchi. Ndio. Na nibomoa hizi nyumba zote. Yes. Nibomoa hizi miungu zote. Ndio. Na kuna watu. Yes. Kuna maroho inaongeaga. Ndio. Kuna maspirit iko kwa shimo inaongea. Yes. Kuna maroho iko kwa kaburi inaongea. Yes. Kuna maroho ilipandwa inaongea. Yes. Kuna watu walikufa na kamote. Yes. Kuna watu walikufa na ushawi. Yes. Kuna watu walikufa na uganga. Wale walileta kwetu. Yes. Yes. Wale walileta katika nchi yetu. Yes. Ndio. Akachukua majivu. Ile majivu ikiwa moto. Ndio. Akaimwaga. Akasema Waiba kaburi. hii miungu haitaongea. Ndio. Hii kitovu haitaongea. Tena. Kitovu haitaongea. Tena. Kitovu haitaongea. Tena. Kitovu haitaongea. Hallelujah. Wow. Ndio. Akasifuja. Ndio. Akasibomoa. Akasiharibu. Akachukua ile jivu. Akaipeleka kwa kaburi. Akaapia Jehova, hii miungu kutoka leo haitaongea Israeli. Hii miungu siku ya leo haitaongea katika ufalme wako. Ndio. Haitaongea. Yes. Katika ufalme wangu. Ndio. Sijui ni wangapi siku ya leo. Ndio. Kuna madhabahu iliyojengwa kwenyu. Yes. Madhabahu ya ushawi na uganga. Ndio. Madhabahu ya kutolewa. Ndio. Madhabahu ya kutooa. Madhabahu ya kutobarikiwa. Madhabahu ya kutopata watoto. Madhabahu ya kutoinuka. Nasema siku ya leo hiyo madhabahu ni wewe utakubali itoke. Na ukikubali itoke, Mungu ataiondoa ndani ya maisha yako. Sikia. Hakuna level ataitoa kwako. Ndio. Hakuna bishop ataitoka kwako. Wewe ndiye unajua ile shida mnapitia. Wewe ndiye unajua kile nyinyi mnapitia. Wewe ndiye utakubali hiyo kitovu iondoke ndani ya kwako. Nikuambie. Ndio. Ukiwa umeingia kwa devil worshiper, na hata ukubali ukuja hapa useme uombewe, na wewe mwenyewe haujakubali ile roho ikitoke, hata bishop akuombee mwaka mzima, hakuna wakati hiyo roho itatoka. Ayesi. Nikuambie ukweli. Ndio. Wewe mwenyewe ndio utakubali na roho yako na moyo wako na uamuzi. Mimi nikiwa apostle nikubali kitovu ya kwetu. Ndio. Initoke. Kweli. Ule mwingine akubali kitovu ya kwao imutoke kabisa. Tunashikana. Level nimemaliza. Bado. Ndugu kwa mama Ifredi kaita kinogira leo. Mstari wa 5. Mstari wa 5. Sasa tukimbia kidogo kwa sababu ya muda na wakati.
Teketeza mifupa ya makuhani, akaiteketeza rakaboshekirima kataroboshikirima mama Zaya, akaiteketeza katika ile makaburi, akateketeza mifupa yote ya makuhani waliokuwa mahali pale. Pengine walitoa ukuhani na mambo ya kisanamu, mambo ya bali, mambo ya nini kabisa. Akaifuja, akaiharibu. Hata ile mifupa yote akaiharibu, akaishoma. Ndio. Ikateketea. Utikeo tulatigia. Hakuna kitu tunabakisha. Utile kitu tugotigia. Hakuna. Apia jirani yako hakuna kitu tunabakisha. Hakuna kitu tunabakisha. Ni kungoa. Alafu baba kwa sababu ya muda na masaa akasafisha Yuda na Yerusalemu. Ikabaki very clean. Akatakasa Nairobi na Uchago akatakaza kila mahali, kona zote za Yerusalemu, za Juda, kila mahali ilikuwa mpaka hao imefika. Akatakaza, akaiosha kila kitu. Sasa hakuna Mungu mwingine anaabudiwa mahali pale isipokuwa Mungu wa baba yake Daudi. Turuki mstari wa 8. Inasemaje Daudi? Hata katika mwaka wa 18 wa kutawala kwake. Sasa ametoka mwaka wa 12, sasa ameenda mwaka wa 18. Twende Daudi. Alipokwisha kuisafisha nchi. Alipomaliza kuosha nchi na nyumba akamtuma kuosha ndoa, kuosha familia, kuosha kila kitu akamtuma Shafani mwana wa Azalia. Akafanya nini? Mstari wa 9. Na Maasia kwa katika mji mwana wa Yehoazi waitengeneze nyumba ya Mwenyezi Mungu. Watengeneze nyumba ya baba. Wakabomoa. That is the key. Wakaharibu. Wakavuja. Wakatakatakata. Wakashoma mpaka mifupa. Wakati walisafisha na wakaharibu. Yes. Wakabomoa madhabahu ya shetani. Ndio. Wakabomoa nini? Madhabahu. Wakabomoa madhabahu na uganga ya shera, ya bali, ya kila kitu. Sasa Epo Pastor Matheke arudi hapo. Hapo ndio key. Can you repeat? Na hapo ndio maadui wanasikiliza kwa TV ndio wapige. Unisaidie Dadi. Hapo. Unisaidie nimesoma sasa. Hapo apostolo. Hapo. How? Maadui wanapiga mambo ya kanisa. Yes. Na kuchekea Mungu, hapo ndio watu wanakigongona. Hapo ndio tunataka. Tunenda. Ukitaka kuinuliwa na kubarikiwa, na laana iishe, na maudu madhina na dhabihu yote ijeke madhabahu ya Mungu. Watu wabarikiwe. Twakiranga ile. Hapo. Kigongona. Washa asombi. Hebu rudi hata na hapo Dadi. Naoda hivi. Let me repeat. Oda hivi baba wito. Like somebody educated. Tutaithaniria turita. Au no turataithania. Hapo. Kaya turutira kondo kwina thina muno. Yes. Kaya gitwenda. Dada idhia baba wito riu. Tusome sasa. Tusome. Mstari wa 8. Wa 8. Hata katika mwaka wa 18 wa kutawala kwake alipokwisha kuisafisha nchi na nyumba akamtuma Shafani mwana wa Azalia na Maasia akida kwa mji na Yoa mwana wa Yehoazi mwandishi wa tarehe waitengeneze nyumba ya Mwenyezi Mungu. Nyumba ya Pastor Moi, ya Mwenyezi Mungu, ya apostolo, ya Mwenyezi Mungu, ya Mwenyezi Mungu, nyumba ya Mwenyezi Mungu, nyumba ya Gai, Mungu wake, Gai wake. Mungu amesema tujenge nini? Tuendelee kidogo baba. Nisome kidogo. Ngoja kwanza. Hebu guza jirani yako mwambie Mungu amesema tukibomoa. Tunajeka. Mwambie tukibomoa nyumba ya Mungu. Wewe mzee, ndio ile. Mwambie tukibomoa. Pastor tukibomoa. Ndio kitofu itoke. Tumwambie ukibomoa. Tunajenga nini? Nyumba. Tunajenga nini? Nyumba ya Mwenyezi. Ya nani?
Waambie, nataka wale wasikie, wale wanasema usijenga kanisa. Tujenge nini? Nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ya nani? Ya Mungu. Wangapi tunajenga kanisa? Tukibomoa, ngoja. Wangapi wako ready tubomoe hiyo miungu ya ushawi, ya uganga, ya laana, ya mambo yote, na wangapi wako tayari? Uko tayari tubomoe? I'm ready. Na tuishome. Yes. Hata ile iko kwa kaburi. Ndio. Mpaka mifupa. Yes. Na tukishoma, weka mkono chini. Wangapi wako tayari sasa ya Jehova? Kuisha maneno. Kuisha maneno. Kuisha. Hawaito. Yes. Soma hiyo ingine. Tusome hapo. Inasema hivi. Nilikuwa nataka kusoma hii tafsiri nyingine. Soma yote, hata Kiingereza, hata Kiswahili, na yote, na Kikuyu yote. Sawa sawa. Neno la Mungu linasema hivi. Aje. Wakamkujia Hilkia. Wakamkujia. Hilkia kuhani mkuu. Wakakujia Pastor Mwai kuhani mkuu. Bishop, Reverend Archbishop wakamkujia, wakamwambiaje baba? Wakampa fedha. Wakampatia sikia. Wewe tachokera uhabesha. Sikia. Rudi hapo kwa pesa. Rudi hapo. Wewe Pastor Madheke, rudi hapo kwa pesa. Wakati walifuja. Wewe sikizeni. Sikizeni hapa. Utatia wadaka. Sikizeni hapa. Ngoja kidogo Reverend. Wacha Pastor Madheke aseme. Wakati walifuja, wakati waliharibu, wakati walifanya kila kitu, wakakusanya nini? Hebu soma. Ngoja Bishop, ngoja kidogo. Wakakusanya nini? Wakafanya hivi, wakakusanya nini? Wakapeleka wapi? Apostro, watu wako nje hawajajua kama ni Biblia unasoma. Hebu Pastor Madheke aseme. Tokeza wewe. Tazama. Kile wewe unasema. Inasema hivi mstari wa 9. Na watu nje msikie hii. Walimwendea Hilkia kuhani mkuu. Wakaendea Pastor Mwai na kuhani mkuu. Bishop, Reverend Archbishop, kila mtu. Yote. Wakampelekea fedha. Wakampelekea fedha kwa madhabahu. Pesa. Tiko wakamshia kigogo na ile. Pesa. Zilizokuwa zimeletwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Zile zote mtaleta ya kujikomboa. Ambazo zilikusanywa na Walawi. Zile zilikusanywa na Walawi. Na akina Kepiego. Akina Madheke, akina Reverend Navaro Mwete, akina Paulo Motune. Alafu kutoka Manase. Nemokurehe. Alafu haya. Kiageni na Magai. Endelea. Alafu tukimalizia dadi. Kutoka Manase. Ibrahimu na kutoka pande nyingine zote za Israeli. Hata kwa branch na kila mahali wakuja wacha nao ni. Pure kabisa. Inchi yote ya Yuda na Benjamini na pia kutoka kwa wenyeji wa Yerusalemu zilikabidhiwa wale mafundi waliosimamia marekebisho. Wale walikuwa wanasimamiwa na Motinda na mzee nani? Kairo. Wacha turudie hiyo. Rudi hapo. Kwanza wanipatie. Kwanza ipitie kwa Bishop. Ifike. Alafu ipeleke kwa anasimamia mjengo. Nibariki. Ndio imalizie kanisa. Ndio nikate kitovu ya watu. Ndio hiyo. Ndio iende kwa kazi ya Mungu. Ndio hiyo. Wow. Hapo ndipo. Hapo ndipo. Kwa hivyo kama hajaniletea. Hapo ndipo. Wajue mimi ndio mikono ya Jehova. Mwezi wa 8. Ndio. Tarehe ngapi ni Galilia? 2. Tarehe 2. Twende leo. Maigu wote wa kanisa gani? Hata kisho imekoka. Kile kai wauga toka kanisa. Toka kegogona. Nikaza gaisho ile. Tarehe 2. Mwezi wa 8. Imekoka. Imekoka ndipo. Baba isosoma. Sasa kesho ujue si mimi. Neno limesema, limeongea. Kepiego. Hapa si mahali unasema unajua supplement. Hapa ni moyo na Mungu. Soma hiyo ingine. Umemaliza dadi? Bado. Makaraba boshekere baba zaya. Amesikia akatoka. Reketere baba robo shekere mama zaya. Nasikulidai kontali ne. Umetaja pesa Kepiego amepotea. Rikazeke riba boshakara babo zeke. Ria katara
Arababo zenteri arababoria. Ngai wako rogoco no rokumio. Ni tondu niwe Ngai na niwe aragia. Wewe ni Mungu. Ndiye Mungu. Thank you Jesus. Yes. Baba, pokea sifa na utukufu. Yes. Kwa sababu neno lako ni wewe mwenyewe. Ndio. Baba, halitashuka na likurudie bure. Yes. Naomba hiyo neno likafanye kazi ndani ya watoto wako. Yes. Naomba hiyo neno Baba likawafungue. Yes. Naomba hiyo neno Baba likakuje rakiti yake linai kontari vacuria. Yes, Jehova linai kontari makiuta. Yes. Baba, ukashuke, ukajitukuza, ukajidhihirishe. Yes. Kwa sababu wewe ni Mungu na wewe ni Baba yetu. Yes. Haleluya. Hallelujah. Umemaliza? Bado baba. Tunaenda jikaledhi. Umesema baada ya neno nimeithe grace. Wacha tuhubiri kidogo. Sasa umoja nimeithe grace. Na wakati mtamaliza hiyo. Kwa hivyo leo wasinisumbue. Wasikusumbue. Nimalize matangazo. Ila siku nataka nikusumbue. Tukimaliza hapo hiyo mwezi wa 8 tukimaliza hapo mbele. Sasa nitakwambia vile utafanya. Na mimi najua itaongea. Sema. Usiniambie nichukue line leo. Sasa usisemi. Leo si okay. Today no. Maliza baba. Haya tuendelee. Tutachukua sadi. Inasema hivi. Sadi baba. Mstari wa 10. Zilikabidhiwa wale mafundi waliosimamia ujenzi wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Wale walifanya nini? Walisimamia ujenzi. Wale walifanya nini? Ujenzi ya nyumba ya Mungu. Wale walifanya nini? Walisimamia ujenzi wa nyumba ya Jehova. Alafu na mafundi waliofanya kazi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na mafundi waliofanya mpaka mafundi yani hii neno leo ni direct from heaven. Ni mtu apende asipende. Nilikuwa nataka kumalizia hiyo neno. Asikilize mitandao asisikilize. Kabisa. Afanye mapenzi ya Mungu. Kabisa baba. Kabisa. Sasa ile siku nilihubiri nilisema hiyo ingine tutamalizia mbinguni. Lakini nikasikia msukumo wa Jehova ananiambia apostle not yet. Turudi pale unamaliza hiyo neno watu wa Mungu wabarikiwe na wafunguliwe na wainuliwe waende mbali katika jina la Kristo. Jehova master. Yes, clear right yake baba. Sema baba. Tuendelee. Inasema hivi. Watu hao walifanya kazi hiyo kwa uaminifu. Basi wale nyinyi mnasimamia mafundi sio mimi naongea, not me, not Apostle James Kiongo. Lazima wawe waaminifu. Makari dai kontari vacuta intenta dinai. Wala wanasimamia hiyo mjengo. Mungu ameniambia, amesema lazima wawe waaminifu. Si jaro. Kwa sababu hiyo pesa ni ya kujikomboa na kujitenganisha na ushawi na uganga na mambo ya deformation. Kwa hivyo lazima nao wawe waangalifu. Wakikula shilingi moja, wakikula moja kinyume na mapenzi ya Bwana, lokote keleba boria. Diaria mno. Mama wangu. Inasema hivi. Turuke hapo chini kidogo. Bora kienda ihenya. Haya twende hapo chini. Na kama nilikuwa najua nikasema bishop ataongea tena. Akuje tu aombe maombi ya mwisho watu waende nyumbani. Endelea tusikie. Inasema hivi 14. Wakati walipokuwa wanashughulika na utoaji wa pesa, wakati walikuwa nashughulika kutafuta hiyo pesa ya kujikomboa, wakati walikuwa nashughulika ndio usa ndio mashughulikaga usharia hiyo pesa Reverend soma walipokuwa wanashughulika na utoaji wa pesa zilizokuwa zimeletwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Wakati walikuwa wanashughulika, wamama kwa wazee, vijana kwa watoto. Kuhani mkuu Hilkia, Bishop Edward Boy, Apostle James Kiongo, Reverend Lava Mwiti, Likia Rababori, anasema baba. Alipata kitabu. Alichukua kitabu cha sheria ya Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu. Iliyotolewa kwa mkono ya Mose. Iliyotolewa na mkono wa Mose. Sheria. Iliyosemaje? Twende hapo chini. Dokere kiida vitoka mama vito. Ndio maana niandika Biblia leo. Wanaona kama ni mimi niliandika Biblia, si mimi. No. Maliza. Ndio. Umemaliza? Karibu. Baada ya kumaliza.
Najua hiyo neno kwa nini Mathenge anashikilia hapo. Hiyo neno ni ya Mathenge na Kabisa. mimi na ule mwingine. Kabisa. Ndio unaona inamgusa sasa, anajua kuna kile Mungu anamwambia. Atenisiwe na haraka. Soma. Malali wako Yumetodhuda ndumanene Eresiru Iyana maiga Kurea nusiakwa Idakoya Ureke moraika Kekinyako Kore makome Koro ine yakwa Otiri otana Wacha tusikie kitabu. Tumetoa kitabu sasa. Yes. Kitabu imepatiwa kohani. Soma Ndio. Pastor Mathenge. Kwani? Yes. Sema baba. Verse number 26. Inasemaje? Mwenyezi Mungu akasema, Aje. lakini kumhusu mfalme Josiah Kuhusu mfalme Josiah, kijana ule aliyewatuma kutafuta shauri la Mwenyezi Mungu. Waliye watuma wakatafuta shauri kwa Mungu. Wako watuma kwa bali na washauri na waganga Mwambie hivi. Mwambie hivi. Ndivyo Mwenyezi Mungu. Mwambie hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anasema. Aje. Kwa sababu umetubu na kunyenyekea mbele yangu hata umerarua mavazi yako na kulia uliposikia maneno yangu, kwa wakati ulisikia maneno yangu mimi Mwenyezi, na umejinyenyekesha mbele yangu na kujinyenyekesha chini yangu, nami pia nimekusikia apostolo. Utawala wako utakuwa wa amani. Wako utakuwa wa amani. Amen. Maisha yako itakuwa ya amani. Ndoa itakuwa ya amani. Hallelujah. Biashara itakuwa ya amani. Oh, hallelujah. Bishop, yes. Kuja uendelee. Oh, thank you. Tuarikia. Thank you. Mungu wa uzima awabariki, awainue, awatendee, amen, awafugue, amen, kile umeomba. Yes. Mungu akutendee. Hiyo neno itafakari, ifanye kazi ndani ya moyo wako. Amen. Mungu awatendee na Mungu awabariki. Karibu Bwana. Hebu tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Mazuri bado. Haya. Nikiwa nani amesikia hiyo neno na anajua hiyo neno ni yake? Amen. Nani anajua hiyo tarehe nimetaja bila hata sijaangalia kalenda iko kwa kichwa. Sijui imetoka wapi. Tutakuja leo, tutakuja kutakasa kwetu na nyumba zetu na familia zetu na kila kitu mpaka Mungu afugue njia zetu. Kuna mahali niliwaambia, sasa hii nitakuja kuwaambia siku moja, nitawaambia kwa nini tulikuwa karibu tukosana na Mungu, lakini sasa nimejua sababu. Juu Mungu hataki tuende kanisa mpya tukiwa na shida yoyo. Nimejua. Otherwise, God bless you apostle, umetupatia neno mzuri, neno ambalo itatusaidia. Usitakajwe na mtu. Wewe mwenyewe ndio utajikomboa, wewe mwenyewe ndio utajifungua. Usitakajwe. Na hapa hakuna mama na mzee na mama, ni wewe pekee. Lazima ukumbuke hata watoto wako wanahitaji kufunguliwa. Amen. Hatutaki kizazi ambacho kitakuwa kimerogwa. Tunataka kizazi kimefunguliwa. Kizazi kimebarikiwa. Mpaka nimeona kama hii neno ilikuwa direct. Lakini wengine hawataki kusikia hiyo. Unajua kama umerogwa, hata nikikwambia huwezi sikia. Ni wangapi wanajua kutoka leo mambo itabadilika?
Sema Bwana Yesu, nisaidie kufanya mapenzi yako. Sitaki kuishi na hizi laana na vitovu za mababu na manyanya, za maanti na manko, za watu waliniwekelea mikono ya uchawi na uganga, nikaishi na umaskini. Nimeikataa leo. Nataka kufunguliwe, nataka nibarikiwe, nataka niinuliwe. Hiyo neno liwe na wingi ndani ya maisha yangu. In Jesus name I pray. Wale wajaokoka inyo mikono juu kwanza. Usitoke live. Kuna kitu nataka kusoma hapa. Wale wajaokoka, na wangapi wajaokoka inyo mikono juu niombe. Unajua wokovu ni kitu mzuri. Kitofu ya wokovu. Kuna watu very good. Kuna mtu pale. Kuna mwingine hapo. Kuna mwingine hapa mbele. Rudia nyuma yako, sema Bwana Yesu, nimekuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu na makosa yangu yote. Uniondoe kwenye kitabu cha mauti na uniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nimeokoka na nimeamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo naombea kila mmoja ambaye mfalme ameinua mikono yake. Baba, muoshe, Baba mtakase, umuokoe siku ya leo. Umuondoe kwenye kitabu cha mauti na umuandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Na kuanzia leo ataitwa mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Hii si kazi ya mwanadamu, ni kazi ya Mungu. Anatenda siku baada ya siku, na tukimwamini, tuamini Kristo, tuamini Mungu ya kwamba anatenda. Tuache vita, tuache mizozo, tuache kuinukiana. Na hata wachungaji, kile ningeomba wachungaji, tusipigwe vita na sisi tujipige. Tuinukiane wenyewe kwa wenyewe. Wewe unataka kuonyesha na ya kwamba wewe ndio unajua Biblia au wewe ndio unajua zaidi kuliko wengine. Wewe hubiri Kristo, wacha na kuhubiri watu, wacha kuhubiri dini, wacha kuongea juu ya mwenzako. Ongea juu ya Kristo na Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mema. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo nakuja mbele zako Mfalme. Ninakushukuru na kuinua Mfalme kwa sababu wewe unaweza, umejaa rehema na umejaa fadhili na umejaa utukufu. Ninaombea jamii zote, naombea familia zote, naombea makanisa yote, naombea nchi yetu ya Kenya Baba ukaiponya. Tunaomba Mfalme kwa tutenganishe na vita zote na maroho machafu, maroho ya nguvu za giza, maroho ya kuzimu, maroho ya devil worshiper, yote ikashindwe katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba kibali na neema ikatembea kila mahali Mfalme, ukajitukuza kwa sababu unaweza. Washa uponye nchi yetu na uponye makanisa ili ushindi na utukufu wako uonekane. Wana wagonjwa wote wanaokutamani na wanakuhitaji Baba watembelee ili wakapata ushindi wako, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Baba na mkombozi nimeona kuamini. Amen. Mtazamaji wangu, kipindi kinaendelea hadi wiki ijayo. Shalom, shalom, amen, amen. Sifa